nirudieni mimi, asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Alhamisi, juma la 5, kipindi cha Kwaresima, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 17 aya 3 hadi ya 9, na Injili takatifu inatoka katika Injili ya Yohane sura ya 8 aya 51 hadi ya 59. Karibu tusikilize Injili. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Yesu aliwaambia Wayahudi, amini amini nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Basi Wayahudi wakamwambia, sasa tumeng'amua ya kuwa una pepo. Ibrahimu amekufa na manabii wamekufa, nawe wasema mtu akilishika neno langu ataonja mauti milele. Wewe u mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa, nao manabii wamekufa, wajifanya unani? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu, anitukuzaye ni Baba yangu, ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu, wala ninyi hamjui, lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui, nitakuwa mwongo kama ninyi, lakini namjua. Neno lake nalishika. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemuona Ibrahimu? Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asijakuwako mimi niko. Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Basi ndugu zangu, tafakari kwa pamoja maandiko haya matakatifu ambayo mwanzoni kabisa tunasikia Yesu anasema akiwaambia Wayahudi, ashikaye neno langu ataona mauti milele. Na hapo ndipo Wayahudi wanaanza kupata sitofahamu kutokana na fundisho hilo ambalo Kristo analitoa. Lakini Kristo anachotaka kusisitiza ni kwamba uzima wa kweli haupatikani kwa mali au nguvu, bali kwa kushika maandiko matakatifu, yaani neno lake. Na ili linalizilisha ukisoma Injili ya Yohane sura ya 6 aya ya 67. Inasema, basi Yesu akawaambia wale tenashara, je, ninyi nanyi mwataka kuondoka? Basi Simon akamwambia, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Kumbe tunapolishika neno la Mungu tunapata uzima, tena uzima wa milele. Tunalishika neno la Mungu kwa kulisoma, kulitangaza, kuliishi katika maisha yetu ya kila siku. Lakini Wayahudi wanapata ugumu katika kuamini. Wanashindwa kumwelewa Kristo na hata kusema kuwa wameng'amua kuwa ana pepo. Na sababu ni kwamba Abrahamu baba yetu wa imani alikufa na manabii pia. Sasa kwa nini yeye aseme kuwa mtu akishika neno lake atakufa? Wanasahau kuwa Kristo yeye ndiyo huo ufufuo na uzima. Ukisoma Injili ya Yohane sura ya 11 hadi 25 inasema, Yesu akawaambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Na tunajua kwamba baba yetu Ibrahimu alikuwa na imani tena kubwa kwa Mungu, hata kukubali kumtoa mwanae Isaka kama sadaka. Hivyo hata alipokufa yupo kwa Baba wa mbinguni akizidi kutuombea, kwa sababu alishika neno la Mungu, kuliamini na kulitumainia katika maisha yake. Hivyo baba yetu Ibrahimu anaishi mbinguni,
na hili linajizilisha ukisoma maandiko matakatifu. Ikawa yule maskini alipokufa akachukuliwa na malaika mpaka kifuani kwa Ibrahimu. Hivyo basi Ibrahimu hanaishi tena, hanaishi mbinguni kwa Baba. Wayahudi wanasahau hili, wanashindwa kulielewa jambo hili. Lakini Wayahudi wanashangaa kusikia Yesu alipokuwapo kabla ya Abrahamu. Wanasahau kuwa Yesu ni Mungu ambaye alikuwepo kabla ya kuumbwa ulimwengu, na vitu vyote vinamtegemea yeye ili kuendelea kuwepo. Hivyo Wayahudi walishindwa kung'amua kujua kuwa Kristo ni Mungu, tena nafsi ya pili ya Utatu Mtakatifu. Lakini Wayahudi baada ya kupewa ukweli huu wanataka kumpiga mawe Bwana wetu Yesu Kristo. Hata sisi pengine tunapopewa ushauri mwema tunakuwa wakali, hata kuwa jeuri kwa wale wanaotupatia ushauri hivyo. Hivyo ndugu zangu, tuzidi kumwomba Mungu katika kulishika neno lake ili tuishi pamoja naye, hasa kipindi hiki cha Kwaresima. Tujiandae vizuri kwa kutenda matendo mema ili basi Kristo atapofufuka tuweze kufufuka naye katika maisha yetu. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Noel Christopher Cosmas wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni mimi asema Bwana, nirudieni mimi asema Bwana, nirudieni mimi asema